na tatizo hili la matumizi ya ndoo katika magereza. Mheshimiwa Nsonzugwako Maria Chatanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Naomba nimuulize Mheshimiwa Waziri swali dogo la nyongeza. Jeshi la Magereza ni kati ya taasisi ambazo zilipewa kazi maalum ya kuzalisha mbegu na hasa mbegu za nafaka. Ni kwa nini hadi sasa Jeshi la Magereza pamoja na JKT hawafanyi kazi hiyo? Na tatizo la mbegu ni kubwa, na Wizara ya Kilimo wamekiri kwamba jambo hili limekuwa ni zito sana kwao. Ni kwa nini Jeshi la Magereza halifanyi kazi hiyo kikamilifu? Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Daniel Nsonzugwako, mbunge wa Kasulu mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mpango wetu mkakati wa kujitosheleza na kilimo ambao nimezungumza kwamba tumeuandaa na tunauboresha kwa mwaka huu, umegusia maeneo mengi. Nimesema kwamba katika mkakati huo kuna malengo ya kuhakikisha kwamba tuna magereza 10 ya kimkakati ya kilimo ambayo yatakuwa yanazalisha chakula cha kutosha. Lakini vile vile katika kutimiza azma hiyo tunabidi tuliwezeshe jeshi letu la magereza kifedha ili liweze kutimiza malengo hayo. Na ndio maana tunapozungumza tayari tunazungumza na benki ya TAB na TIB kwa ajili ya kuweza kupata fedha kwa ajili ya shughuli hizo. Kwa hiyo nimhakikishie kwamba katika mkakati huo umeangalia maeneo mengi, sio tu katika maeneo ya uzalishaji, lakini unapozungumzia uzalishaji pamoja na zana za vitendea kazi, upatikanaji wa matrekta na uongezeko la idadi ya wafungwa katika magereza hayo ya kimkakati, lakini pia na maeneo maalum ya kuweza kuhakikisha kwamba tunazalisha mbegu kwa ajili ya uzalishaji. Na hilo tutalianza katika gereza la Kitwanga kule wapi, Kigoma, kwenye mkoa ambao Mheshimiwa Nsonzugwako anatoka, ili kuweza kwenda sambamba na ile dhana ya serikali ya kuhakikisha kwamba zao la mchikichi linachukua nafasi yake. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba wazo lake ni zuri, lakini ni sehemu ya mipango. Nashukuru kunipa niulize swali la nyongeza. Gereza la Kwa Mngumi lililoko Korogwe linafanya shughuli za kilimo pamoja na mabawa ya samaki, na kwa bahati nzuri Naibu Waziri umeshafika Pawa pamoja na kilimo kama ambavyo mnaelekeza kwamba magereza waweze kujitegemea katika uzalishaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mary Chatanda mbunge. Lazima nikiri kwamba, na naomba Mheshimiwa mbunge hili alifikishe kwamba kama kuna uongozi ambao binafsi ulinivutia ni uongozi wa gereza la Kwa Mngumi, nyingi kwa muda mfupi na kukamilisha zote.
na ushirika wa kimataifa, fedha hizo haziko, hamtengi, lakini mlikuwa mkisema mdomoni tu. Mtuambie hasa mna mkakati gani wa ziada muone kama fedha hizi mara mtazipeleka na gati ya Wete mtaweza kujenga. Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, napenda kujibu swali la Mheshimiwa mbunge la nyongeza kama ifuatavyo. Kwanza nimwalike tu Mheshimiwa mbunge kwamba tuonane, uone ile document ya retreat nzima inapozungumza juu ya miradi 17 ambao kwa Afrika Mashariki ambao inasimamiwa na kuwa nchi. Kuna commitment ya jumla ya dola milioni 61,212. Ni fedha nyingi sana, lakini ukiangalia kwa undani utaona miradi ilivyochambuliwa na hatua zinazokuwepo, kwa sababu ukiangalia hii document na hii commitment ambayo tunazisema hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni commitment ambazo zinachukua muda mrefu na kuna action plan. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, nikuombe tu tuonane ili kwa pamoja tuzungumze ili upate picha, lakini sio kupata picha uweze pia kuisemea kazi nzuri serikali inayofanya kuhusu maendeleo ya bandari hii muhimu. Asante sana. Mheshimiwa, tunaendelea Wizara ya Nishati. Mheshimiwa Kosato David Chumi, mbunge wa Mafinga mjini. Je, ni lini serikali itaanzisha wilaya ya TANESCO katika halmashauri ya mji wa Mafinga ili kukabiliana na kasi ya ukuaji wa kiviwanda na kimakazi wa mji huo wa Mafinga? Swali hili linajibiwa kwa niaba yake na Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Stella Martin Manyanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nishati, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Kosato David Chumi, mbunge wa Mafinga mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, wilaya ya Mufindi ina halmashauri mbili ambazo ni halmashauri ya wilaya ya Mufindi na halmashauri ya mji wa Mafinga. Katika halmashauri ya mji wa Mafinga tayari ipo ofisi ya wilaya ya TANESCO inayotoa huduma kwa wananchi wa mji wa Mafinga pamoja na wananchi wa wilaya ya Mufindi. Kwa sasa ofisi ya TANESCO iliyopo Mafinga inakidhi mahitaji ya kutoa huduma kwa wananchi wote wa mji wa Mafinga. Hata hivyo, serikali kupitia TANESCO itaendelea kuboresha huduma za ofisi hiyo ili kukidhi ukuaji wa shughuli za biashara za wananchi wa halmashauri ya Mafinga. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kusogeza huduma zaidi kwa wananchi, TANESCO ilifungua ofisi ndogo, yaani sub office, katika maeneo ya Igowole, Kibao na Mgololo. Ofisi hizi ni kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Mufindi, ikiwa ni pamoja na kwa huduma zinatolewa kwa urahisi kwa wananchi wa maeneo husika. Katika hatua za muda mfupi za kukabiliana na kasi ya ukuaji wa viwanda na makazi katika halmashauri ya mji wa Mafinga, serikali kupitia TANESCO imeongeza njia ya pili ya umeme, yaani Ifunda Fida, ya msongo wa kilovoti 33 kutoka kituo cha kupooza umeme cha Tagamenda. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hatua nyingine, TANESCO ina mpango wa kujenga kituo kikubwa cha kupooza umeme, yaani grid substation, katika halmashauri ya mji wa Mafinga. Kazi ya upembuzi ya kinifu imekamilika mwezi Januari 2019 na ujenzi wa kituo unatarajiwa kukamilika mwaka wa fedha 2019 na 2020. Mheshimiwa Kosato Chumi, swali la nyongeza kama unayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Joseph Magufuli alipopita pale Mafinga. Tuliraise hii concern ya swala la umeme na Mheshimiwa Waziri akaahidi kutupatia transformer 5 ambazo zitakwenda kwenye vijiji vya Itimbo, Isalavanu, Matanana na Ndolezi. Wananchi wa vijiji hivyo wanasubiri hizo transformer kwa hamu sana. Nimeambiwa wanashughulikia. Sasa maswali yangu mawili ya nyongeza. Kama nilivyosema kwenye swali langu la msingi, mji wa Mafinga unakuwa kwa kasi kiviwanda na kimakazi kiasi kwamba uhitaji wa umeme ni mkubwa, na hata TANESCO hivi sasa inakusanya mapato makubwa kushinda hata baadhi ya mikoa. Swali langu ninalouliza, je, serikali iko tayari kujenga kituo cha kupoozea umeme ili wananchi hao wa Mafinga ambao wanapoteza 30% ya muda wao wa kuzalisha mali wapate umeme wa uhakika? Swali la pili, ninaomba kuthubutu kusema kwamba
Mtu aliyepewa kazi ya kusurvey maeneo ya kupeleka umeme leo awamu ya 3 hakufanya kazi yake kwa weledi na kwa ufanisi, kwa sababu scope coverage ya maeneo mengi ya vijiji iko chini ya nusu, kiasi kwamba maeneo kama Zanzibar, Banda Bichi, Dubai, Ndolezi, Lumwago, Ihongole na Matanana, ambako survey alisema kuna kaya 33 lakini kuna kaya 700, serikali iko tayari kuhakikisha kwamba ile scope coverage katika maeneo yale ambayo leo awamu ya 3 inatekelezwa inaenda kuongezeka. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya maswali hayo kwa ufupi tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali ya nyongeza ya Mheshimiwa Kosato Chumi kama ifuatavyo. Kwanza kabisa ni kwamba mkoa wa Iringa kwa kubahatika kupitiwa na huu msongo mkuu, yani backbone ya umeme wa kV 400, tunatarajia kuimarisha sana ili uweze kutoa support katika maeneo mengine, hasa inapotokea kuna changamoto ya umeme. Kwa hiyo tunategemea kwanza kuboresha kwa kuongeza hicho kituo cha umeme ambacho kitakuwa ni cha msongo wa 220 mpaka 33 kwa kuweka transformer 2 zenye ukubwa wa 60 MVA. Kwa hiyo mara 2 ni 120 pale Mafinga, ili uweze pia kuimarisha upatikanaji wa umeme wa uhakika katika viwanda vyetu. Hali kadhalika katika eneo la Kisada tunategemea pale kwa ajili ya kupitiwa na hii backbone tuweke pia kituo ambacho kitakuwa ni cha msongo wa 400 kV kitakachokuwa mpaka 220 na mpaka 33 kV, na kitakuwa na transformer 2 zenye size ya MVA 200 kila moja. Kwa misingi hiyo tunategemea kwamba eneo hilo litakuwa ni kitovu cha uimarishaji wa umeme katika nchi. Na kwa upande wa kusambaza umeme, ni kweli katika baadhi ya maeneo ambayo yanazunguka miji, sio tu kwa mkoa wa Iringa yani Mafinga, lakini pia hata maeneo mengine katika nchi, tunao mradi wa kuendeleza kusambaza umeme katika maeneo ya pembezoni mwa miji ambao unafadhiliwa na benki yetu ya Afrika. Kwa hiyo tunategemea kwamba kwa mkoa wetu wa Iringa na maagizo hayo ambayo alikuwa ameyatoa Mheshimiwa Rais utafanyiwa kazi na utakuwa mnufaika mojawapo. Mheshimiwa Mendrad Kigola. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa kunipa nafasi niulize swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Mfindi Kusini tuna kata 16. Tuna vijiji 80, tuna vitongoji 365. Lakini hatuna ofisi za TANESCO. Na bahati nzuri tumeanza kujenga hospitali kubwa sana pale Igoole na halmashauri ya Mfindi tajengwa pale makao makuu. Je, serikali na mkakati gani sasa kujenga ofisi ya TANESCO kubwa kwa ajili ya kuhudumia vijiji vilivyotaja? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi ya swali hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, shirika la umeme TANESCO limekuwa likiweka ofisi kulingana na mahitaji na uhalisia wa upatikanaji wa fedha. Kwa sasa taratibu zinazotumika ni kwamba sehemu ambayo ina wateja zaidi ya 10,000 na laini ya umeme kutoka inapochukuliwa mpaka kufikia huko umbali wa kilomita 500, mara nyingi imekuwa ikiwekwa ofisi. Lakini vile vile tumekuwa tukiangalia mazingira halisi ya umbali kutoka katika makao makuu ya serikali kwa maana ya mkoa au wilaya, na vile vile pale ambapo inaonekana kwamba mazingira yake ni magumu kiasi kwamba upatikanaji wa huduma unakuwa ni mgumu zaidi, tumekuwa tukiweka ofisi za TANESCO, na kwa kuanzia tunaweka hata zile ofisi ndogo za kuhudumia wananchi. Kwa hiyo niseme tu kwamba eneo hilo litapewa umuhimu baada ya kutathmini hayo ambayo nimeyazungumza. Mheshimiwa Rubeleje, swali fupi la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi niulize swali moja la nyongeza. Kwa kuwa katika jimbo la Mpwapwa ni vijiji 8 tu ambavyo havijapatiwa huduma ya umeme, na vijiji hivyo ni Kiegea, Kazania, Chimaligo, Mkanana, Garamilo, Nana, Mafuto, Kiboliani, Majami na namba 30. Je, Mheshimiwa Waziri, ni lini vijiji hivi utapatiwa huduma ya umeme? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Rubeleje kama ifuatavyo.
Kimsingi katika mzunguko wa tatu, katika REA phase 3 mzunguko wa kwanza ni kwamba tunatarajia kufikia mwezi wa 6 vijiji vilivyokuwa katika mzunguko huo viwe vimekamilika kupewa umeme, na vijiji vingine vyote vinavyofuata tunatarajia kwamba vitaingia katika mzunguko wa pili ambao unategemea kukamilika ndani ya miaka hii kufikia 2021. Kwa hiyo vijiji hivyo kama havikuwemo katika mzunguko huu wa kwanza, basi naamini kwamba vitaingia katika huu mzunguko wa pili. Asante sana. Tunaendelea na Wizara ya Madini. Mheshimiwa Roda Edward Kunchela, mbunge wa viti maalum, sasa aulize swali lake. Je, serikali iko tayari kutatua kero kwa wachimbaji wadogo na vibarua ambao wananyanyasika katika migodi mbalimbali hapa nchini? Swali hili linaelekezwa Wizara ya Madini na sasa linapewa majibu yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Madini napenda kujibu swali la Mheshimiwa Roda Edward Kunchela, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Wizara kupitia Tume ya Madini imeendelea kuweka mikakati ya kuwatambua wachimbaji wadogo kwa kuwapatia leseni za uchimbaji. Aidha, Wizara ya Madini imeendelea kuhamasisha Watanzania kote nchini kujiunga katika vikundi kwa mujibu wa sheria ya vyama vya ushirika ili waweze kupatiwa elimu kiurahisi kuhusu uchimbaji salama, utunzaji wa kumbukumbu na uzalishaji na namna ya kupata mikopo kwa riba nafuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara imedhamiria kuondoa kero za wachimbaji wadogo hasa za maeneo ya kuchimba ili kuwawezesha kujiajiri katika sekta ya madini. Aidha, nimeagiza Tume ya Madini kuhakikisha wamiliki wote wa leseni za utafiti ambazo hazifanyiwi kazi zifutwe ili maeneo hayo yamilikishwe wachimbaji wadogo wenye lengo la kuviendeleza ili kuongeza mchango kwa sekta ya madini katika pato la taifa na kujenga uchumi wa viwanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, migodi yote hapa nchini inaendeshwa kwa mujibu wa sheria ya madini ya mwaka 2010 na marekebisho yake ya mwaka 2017 na kuzingatia kanuni za uchimbaji salama, mazingira na afya kwa wafanyakazi. Swala la unyanyasaji wa aina yoyote halikubaliki na mmiliki yoyote anayefanya hivyo atakuwa anavunja sheria ya madini na sheria za kazi mahala pa kazi. Aidha, natoa wito kwa yoyote mwenye malalamiko ya msingi kutoa taarifa kupitia ofisi za madini zilizoko mikoani mwao ili yaweze kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Roda Kunchela. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, na maswali mawili ya nyongeza. Wachimbaji wadogo wadogo katika taifa hili wamekuwa ndio ugunduzi wa kwanza wa maeneo ya machimbo hususan katika mikoa, lakini kutokana na ukiritimba unaoendelea kwa baadhi ya matajiri especially katika mkoa wa Katavi, wamekuwa wanapora maeneo ya wananchi baada ya kugundua kwamba kuna madini, wanawapora lakini wanakwenda kufanya mazingira ya rushwa kwenye ofisi za madini, wanahakikisha wanapata leseni za uchimbaji, na huku wakiwaacha wachimbaji hawa wakiendelea kutapatapa na kukosa maeneo ya kuweza kuchimba. Nini sasa serikali ifanye ili kuhakikisha inatatua janga hili ambalo linaleta umaskini mkubwa kwa wananchi wa mkoa wa Katavi? Swali la pili, mkononi hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, nina malalamiko ya wachimbaji wadogo wadogo ambao wameajiriwa sasa kwenye haya machimbo. Wamekuwa wanasainisha mikataba ambayo ni feki, wananyanyaswa, na wanapokuwa wanadai mao yao au wanadai mishahara yao wamekuwa wakifukuzwa na kupigwa, wengine na kufunguliwa mashtaka. Migodi hiyo iko katika kata za Ibindi, Isulamilomo, Magula, Kasakalawe pamoja na Society ambayo katika kata ya Magamba. Niambie Mheshimiwa Waziri, ni lini utakuja sasa kuwasikiliza wachimbaji hawa wadogo na kero na unyanyasaji ambao wanafanyiwa katika migodi hii ambayo nimehitaji? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya maswali hayo ya nyongeza. Kwa niaba ya Waziri wa Madini naomba nijibu maswali mawili ya Mheshimiwa Roda Kunchela, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo.
Kwanza kabisa nimhakikishie katika swali la pili kwamba niko tayari kuja Katavi, kuja kutembelea na kusikiliza kero za wachimbaji wadogo, na tumekuwa tukifanya hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, na nilikwenda Katavi, lakini vile vile niko tayari kwenda tena kama kweli kuna specific issue ambayo tunaweza kwenda kuitatua na kusikiliza na kuweza kuitatua. Lakini vile vile labda nimueleze tu Mheshimiwa Mwenyekiti, nimueleze Mheshimiwa mbunge kwamba kama kuna matatizo ya waajiriwa, kwa sababu kwenye wachimbaji wadogo kuna waliojiajiri na walioajiriwa, kama kuna matatizo ya walioajiriwa na migodi, tunaomba hizo taarifa mtuletee. Yeyote aliyeajiri na nanyanyasa wafanyakazi, sisi kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu ambayo inashughulika na masuala ya ajira, ambao wanashikilia sheria ya kazi, tuko nao kushirikiana nao kuhakikisha kwamba tunatatua kero za wafanyakazi. Lakini katika swali lako la msingi Mheshimiwa mbunge, umeuliza katika masuala ya ushirika. Ni kweli kuna vikundi vya ushirika, acha ushirika wa mazao, ushirika wa madini. Tumewapa watu leseni mbalimbali kuchimba kwa ushirika, lakini unakuta wale wafanyakazi wanaochimba au wanachama wa vikundi vile wananyanyaswa na viongozi wa vikundi hivyo. Tunaomba kutoa wito na tunatoa onyo kwa wale ambao ni viongozi wa vikundi wanawanyanyasa wenzao, waache mtindo huo mara moja, kwa sababu sasa hivi tunawashughulikia na hatusiti kuwanyang'anya leseni vikundi ambavyo havifanyi mikutano ya mwaka, havitoi taarifa mapato na matumizi. Tuko tayari kuvifuta na kuwapa watu wengine kuchimba. Lakini Mheshimiwa vile vile Mwenyekiti, katika alipozungumza Mheshimiwa mbunge kwamba wachimbaji wadogo ndio wagunduzi wakubwa wa machimbo, nikubaliane na yeye. Kuna baadhi ya maeneo wachimbaji wadogo kweli unakuta ndio walivumbua uchimbaji na wamekuwa kinyanyasika. Sasa hivi mtindo huu tumeukomesha. Lakini vile vile kuna maeneo mengine watafiti wanakuwa wanagundua, wanapofanya kazi zao za utafiti, wachimbaji wadogo wanavamia maeneo yale kwa sababu wanaona kwamba kuna hali na dalili ya uchimbaji. Kwa hiyo kunakuwa ni maeneo ambayo unaweza kukuta wachimbaji wadogo wametangulia au watafiti wametangulia. Sisi kama Wizara ya Madini kushirikiana na Tume ya Madini tunayangalia hayo na tunatatua kero mbalimbali zinazotokana na migogoro hiyo. Mheshimiwa Hussein, Mheshimiwa Esther, Mheshimiwa Sini. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa kwenye migodi yetu kuna watu ambao wamejiajiri kwa ajili ya kugonga kokoto zile zinazodhaniwa zina dhahabu, vibarua hawa wamekuwa wakilazimishwa kununua vitambulisho vya ujasiriamali, na jana kumetokea sintofahamu kuhusu hao vibarua na mtendaji wa kata ya Nyugwa, na kusababisha wale vibarua kuondoka kwenye maeneo yao ya kazi kwa kulazimishwa kununua vile vitambulisho. Je, waziri uko tayari kumwambia mtendaji huyo aahirishe hilo zoezi, kwa sababu hawa wanajiajiri wao kwa kugonga kokoto kwa mchana kutwa shilingi 2,000. Leo naenda kumlazimisha mgongaji kokoto huyu kitambulisho 20,000. Je, waziri uko tayari kusitisha hilo zoezi? Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Madini naomba nimjibu Mheshimiwa mbunge Hussein Kasu kama ifuatavyo. Ni kweli kuna mgogoro mkubwa ambao pengine ni kutokutambua au kutokuelewa. Tunasema tamko la Mheshimiwa Rais amesema wajasiriamali wote walipe 20,000 ambao hawazidi shilingi milioni 4 kwa mwaka, yani mapato yao. Hilo ni tamko na tayari utekelezaji umeanza. Sasa katika masuala ya uchimbaji wa madini kuna kodi za upande wa uchimbaji wa madini ambazo kweli tunazitoza. Mtu anapopata dhahabu kwa mfano analipa 6% mrabaha, analipa 1% kwa ajili ya clearance. Hizo kodi zinaeleweka, lakini hao ni wachimbaji ambao tunawatambua. Kwa wale wachimbaji wadogo maeneo mengi madisi wamekuwa wakienda kule na kuhakikisha kwamba wale, kwa sababu wanatambulika na wenyewe kama wajasiriamali waliojiajiri. Ni mshauri tu Mheshimiwa mbunge kwamba ukichukua 20,000 ukaigawanya kwa siku 365 ni shilingi 54 tu kwa siku. Haiwezekani mtu anafanya biashara asilipe chochote kabisa, kwa sababu ile biashara ambayo inaishia huko tu. Tunayemchaji kodi kwenye upande wa migodi ni yule ambaye anapata dhahabu. Hawa wengine tunawapata vipi? Kwa hiyo wapewe vile vitambulisho kwanza, tuwafahamu,
lakini cha pili na wao wachangie kidogo pato la taifa kwa kulipa shilingi 54 kwa siku, ambayo ni sawasawa na shilingi 20,000 kwa mwaka mzima. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Esther, Mheshimiwa Silinde, alafu Mheshimiwa Kiruso. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mji wa Tarime tuna migodi midogo ya Buguti na Kibaga. Tumekuwa tukishuhudia migogoro kwa wachimbaji wadogo kwenye mgodi wa Kibaga. Na mgodi ule wa Kibaga leseni yake iko na Barrick kwa muda mrefu, na nimeshawahi kuuliza hapa, serikali ikasema kwamba inalivoka ule mkataba leseni ya Barrick, na kwa sababu leo naibu waziri umekiri kwamba zile leseni zote ambazo hazifanyiwi kazi mtaenda kuzifuta na kuwapa wachimbaji wadogo, ningetaka kujua specifically kwa wachimbaji wadogo wadogo wale wa Kibaga ni lini sasa ile leseni itaondolewa kwa Barrick ili waweze kupewa wachimbaji wadogo wadogo wa Kibaga waweze kufanya kazi zao kwa ufasaha zaidi na bila kubugudhiwa. Mheshimiwa naibu waziri, majibu ya swali hilo la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Madini naomba nijibu swali la Mheshimiwa dadangu Esther Matiko mbunge kama ifuatavyo. Ni kweli kwamba tumekwisha kutoa tamko kwa leseni zote ambazo hazifanyiwi kazi na hasa ambazo ziko kwenye utafiti na hazifanyiwi kazi zirejeshwe, zirudishwe, na sisi tuweze kutafuta namna ya kuwagawia wachimbaji wadogo, na tunawagawia katika vikundi. Mheshimiwa mbunge ameniuliza swali hilo lakini hakunipa specific namba ipi. Naomba tu nichukue swala hili tuone ni leseni ipi, aidha ni ya uchimbaji au ni leseni ya utafiti. Ni kama leseni ni ya utafiti na haifanyiwi kazi, sisi tutazirudisha, lakini nimhakikishie tu kwamba kuna leseni 4 ambazo zilisharudishwa na watu wa Barrick maeneo hayo na wameshaturudishia sisi na washaandika barua. Tutaangalia namna ya kuangalia wachimbaji wadogo. Nakushukuru sana mheshimiwa. Mheshimiwa Silinde, swali fupi la nyongeza, baadaye Mheshimiwa Kiruso. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, moja ya kero kubwa ya wachimbaji wadogo ilikuwa ni ile sheria ambayo tulipitisha hapa bungeni ya kodi ya zuio ya 5% kwa madini ambayo kwa bei ya kuuzia madini kwa wachimbaji wadogo. Lakini bunge lako tukufu mwaka huu mwezi wa pili tulibadilisha hiyo sheria na kuondoa hilo zuio. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, nataka kujua utekelezaji baada ya kuondoa hiyo sheria umefikia wapi, kwa sababu ile sheria ilikuwa inapelekea madini mengi kutoroshwa nje ya nchi. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Doto Biteko, majibu ya swali hili la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri sana ya Mheshimiwa naibu waziri, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Silinde la nyongeza. Ni kweli kama alivyosema, tumekuwa tukipata malalamiko ya baadhi ya watu hasa maeneo ya Arusha na mikoa mingine kwamba pamoja na kwamba withholding tax na VAT zimefutwa kwa mujibu wa sheria, wako watu wanaendelea kuzitoza. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kutoa wito na kutoa maelekezo rasmi kwa watu wote wanaohusika kwenye utozaji wa kodi na tozo mbalimbali kwenye sekta ya madini. Kodi ambazo zimefutwa na bunge hili, hakuna mtu mwingine yoyote wa aina yoyote anaruhusiwa kutoza hizo kodi, na ninasema hili na iwe marufuku kwa mtu yoyote, na tutakapopata taarifa tena kwa mtu ambaye anaendelea kutoza hizo kodi, hatua kali zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria. Asante sana Mheshimiwa Waziri, tunamalizia swali hilo na Mheshimiwa Kiruso. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru kwa kuniona ukanipa nafasi hii niulize swala dogo la nyongeza kuhusu madini. Mheshimiwa mwenyekiti, sisi katika wilaya ya Longido tuna madini aina ya ruby na kuna mgodi wa miaka mingi unaoitwa Mundarara Ruby Mine. Na sasa hivi wachimbaji wadogo wadogo wameibuka, wametokeza baada ya kujua madini haya yana thamani, na ninaamini serikali itakuja kuwajengea uwezo. Lakini swali langu ni kwamba huu mgodi ambao ulianzishwa tangu kabla ya uhuru ni wa nani? Na kama ni wa serikali, serikali inafaidikaje na huu mgodi? Na ni asilimia ngapi kama kuna ownership ya joint venture na mwekezaji? Mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Madini naomba nijibu swali la Mheshimiwa Kiruso mbunge wa Longido kama ifuatavyo. Ni kweli kabisa pale Mundara kulikuwa kuna mgodi ambao ni mgodi wa uchimbaji wa ruby. Mheshimiwa mwenyekiti, mgodi ule kabla miaka ya 60 ni kwamba mgodi ule ulikuwa ni mali ya serikali, na sisi tumeweza kufuatilia na tuliunda tume Mheshimiwa mwenyekiti kuhakikisha kwamba kuona ni namna gani mgodi ule uliweza kuporwa. Mimi nipende tu kusema kwamba tumelifuatilia na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba mgodi ule unamilikiwa
sehemu na serikali na kuna kampuni nyingine ambayo iko na miliki, lakini mgodi ule mpaka sasa hivi 50% ziko katika tunaumiliki sisi, yani Wizara ya Madini kupitia shirika la madini yani la STAMICO. Kwa hiyo nimhakikishie tu mheshimiwa mbunge kwamba mgodi huu ulikuwa na mikiki mingi, ambapo tumetuma tume ya watu maalum wafuatilie, watushauri tuone namna gani ya mgodi ule kurudisha serikalini au kutafuta namna ya kuweza kuungana na mchimbaji mwingine au mwekezaji mwingine na serikali iweze kupata mapato yake kupitia shirika la madini la STAMICO. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri wa Wizara ya Madini. Tunamalizia wizara ya mwisho, Wizara ya Maliasili na Utalii. Mheshimiwa Joseph Michael Mkundi, mbunge wa Ukerewe, aulize swali lake. Je, serikali ina mkakati gani wa kushirikiana na vikundi vya mila na desturi wilayani Ukerewe, yani KUMIDEU, katika kukitangaza kisiwa cha Ukerewe kama eneo la utalii? Swali hili linaelekezwa Wizara ya Maliasili na Utalii na sasa linapewa majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Joseph Michael Mkundi, mbunge wa Ukerewe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara yangu inatambua kuwa Ukerewe ni miongoni mwa visiwa vichache nchini vyenye rasilimali mbalimbali ikiwemo fukwe nzuri, utalii wa utamaduni pamoja na jiwe linalocheza. Vivutio hivi kwa miaka hivi karibuni vimekuwa vikivutia wageni wengi kutembelea maeneo hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa wizara inaendelea na zoezi la kuainisha vivutio vya utalii kwa dhumuni la kuviendeleza pamoja na kuvitangaza. Katika mwaka wa fedha 2019-2020 tunatarajia kutekeleza zoezi hilo katika mikoa mbalimbali ikiwemo Mwanza. Kazi hiyo hutekelezwa kwa kushirikiana na uongozi wa mkoa, wilaya, vijiji na wadau wa sekta ya utalii katika maeneo hayo. Hivyo nimjulishe Mheshimiwa mbunge, zoezi hilo litakapoanza kutekelezwa katika mkoa wa Mwanza, wataalamu wangu watapita katika kisiwa cha Ukerewe, ikiwa ni pamoja na kufanya kazi hiyo kwa kushirikiana na kikundi cha mila na desturi cha Ukerewe cha KUMIDEU. Mheshimiwa Mwenyekiti, zoezi hili ni juhudi za makusudi za wizara yangu za kupanua wigo wa mazao ya utalii kwa kubainisha vivutio vya utalii wa asili sehemu mbalimbali nchini. Aidha, kwa kutambua umuhimu wa kusimamia na kuendeleza sekta ya utalii katika kanda ya Ziwa, wizara ilifungua ofisi ya kanda iliyohusisha idara ya utalii na bodi ya utalii Tanzania TTB katika jiji la Mwanza, lengo likiwa ni kusogeza kwa karibu huduma kwa wadau wa sekta ya utalii walio katika kanda ya Ziwa na maeneo ya jirani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa mbunge kwa jitihada zake za kuhakikisha kwamba sekta ya utalii inazidi kuendelea na kukua, hususan katika kisiwa cha Ukerewe na mkoa wa Mwanza kwa ujumla. Ifahamike kwamba sekta ya utalii ni mtambuka, na hivyo kazi ya uendelezaji wa sekta hii inahitaji juhudi za pamoja za wadau wa sekta hii, umma na binafsi. Hivyo wizara yangu itaendelea kushirikiana kwa karibu na wadau wa sekta ya utalii ili kuendeleza utalii nchini. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Mkundi, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mbatia. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi ya kuuliza maswali ya nyongeza. Kwanza nipongeze Mheshimiwa Waziri kwa majibu yake mazuri, lakini nitakuwa na maswali mawili. La kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa maelezo ya waziri, wizara inafungua ofisi za kanda Mwanza pale zikijumuisha idara ya utalii pamoja na bodi ya utalii, lakini kuna taarifa kwamba TANAPA imegawa shughuli zake kikanda, na moja ya kanda hizo ni kanda ya kaskazini magharibi, na kwa mujibu wa taarifa tulizonazo ni kwamba uongozi wa bodi umeelekeza ofisi za kanda ziwe Bunda, eneo ambalo ni jirani sana na Serengeti. Lakini ili kusaidia ukuzaji wa utalii kwenye maeneo ya Ukerewe, Sanane, Lubondo na kadhalika, ni kwa nini ofisi za TANAPA za kanda hizi, kanda ya kaskazini magharibi, isiwe Mwanza ziliko ofisi za utalii pamoja na bodi ya utalii, badala yake zipelekwe Bunda? Lakini swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama Mheshimiwa Waziri alivyosema, wizara tayari imetambua uwepo wa vivutio vya utalii na sasa inahitaji kuviendeleza na kuvitangaza. Sasa ili kufanikisha hili, ni kwa nini wizara sasa isiwekeze
pesa pale Ukerewe kwa ajili ya maandalizi ya miundombinu, lakini pamoja na kutrain wadau mbalimbali wakiwemo hizi local groups ambazo zimekuwa zikibainisha vivutio hivi, ili kama maandalizi sasa ya kukuza na kutangaza utalii ulioko kwenye visiwa vya Ukerewe. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mbatia. Mheshimiwa Waziri. Majibu, alafu Mheshimiwa Mbatia atamalizia. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Mkundi, mbunge wa Ukerewe, kama ifuatavyo. Kwanza, ninamshukuru kwa pongezi zake kwa wizara ambazo amezitoa na kulizika na majibu yake ya maswali ya msingi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mkundi ameomba kufahamu kwamba TANAPA katika juhudi za kuboresha shughuli za kukuza na kusimamia uhifadhi na utalii wamefungua ofisi kaskazini magharibi, lakini ofisi ile wameipeleka Bunda badala ya Mwanza, na ameshauri kwa nini ofisi hiyo isikae Mwanza ambapo kuna ofisi za TTB na ofisi za utalii. Ninakubaliana na ushauri wa Mheshimiwa mbunge, nitawasiliana na TANAPA na kuona sababu za msingi zilizowapeleka Bunda, lakini ninaamini kwamba ushauri wake ni wa msingi kwa sababu Mwanza bado ni kitovu cha kanda ya Ziwa ambapo ingelikuwa rahisi zaidi kuwahudumia wateja kuliko Bunda. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri wake wa pili, swali langu la msingi limejibu kwamba tuna baada ya kuziimarisha vituo hivi vyote vya Malikale, tunajielekeza sasa kwenye kushirikiana na taasisi zetu mbalimbali ambazo tutazikabidhi kwenye maeneo mengi ili ziweze kuviambatanisha vituo hivi pamoja na vituo ambavyo pamoja na vivutio mbalimbali vya utalii kama nilivyosema Saanane na Rubondo. Kwa hiyo nimhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba moja ya vituo ambavyo tutahakikisha kwamba vinapata pesa kwa ajili ya uendelezaji na kwa ajili ya kuviimarisha itakuwa ni Ukerewe, ili kuhakikisha kwamba kisiwa cha Ukerewe kinatumika kama kisiwa cha utalii katika Ziwa Victoria. Mheshimiwa Mbatia. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2014 Tanzania ilikuwa inashika nafasi ya pili kwa vivutio vya utalii kati ya nchi 133 vyenye kushindana kwenye ubora wa vivutio vya utalii duniani, ambapo GDP yetu wakati huo ilikuwa ni 17%, na miundombinu ya utalii ya vivutio ya utalii ilikuwa ya kutoa ubora wa utalii ilikuwa tunashika nafasi ya 110 kati ya nchi 133. Je, kwa mwaka huu Tanzania inashika nafasi ya ngapi kwenye ubora wa vivutio vya utalii duniani, na tunashika nafasi ya ngapi kwenye miundombinu bora ya kuchochea vivutio bora vya utalii duniani? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya swali hilo la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mbatia kama ifuatavyo.